Tukio hilo la mauaji ya marehemu Selina Steven Bugahisa mwenye umri wa miaka 46 ilitokea mnamo Julai 26, 2016 katika nyumba ya baba yao aliyekuwa kamishna wa madini Tanzania, marehemu Steven Rwechungura Bugahisa, ambapo alikuwa akiishi katika nyumba hiyo eneo la Boko CCM baada ya kuachiwa urithi wa nyumba yeye marehemu pamoja na dada yake mwingine aitwaye Stella ambaye walizaliwa mapacha, anaishi mkoani Arusha kwa sasa. Watoto wengine wa familia hiyo ambao ni wanaume watatu, inasemekana kila mmoja alijengewa nyumba yake wakati wa uhai wa baba yao, ambapo nyumba aliyokuwa akiishi baba yao na mama yao ndiyo ilirithishwa kwa watoto wa kike akiwemo marehemu. Kutokana na mzozo mzito wa nyumba hiyo kati ya watoto wa kiume na watoto wa kike, mara nyingi inasemekana marehemu alikuwa akipata vitisho kutoka kwa nduguze wa kiume juu ya nyumba hiyo, ambapo ilipofika mnamo Julai 26, 2016 saa 4 kamili usiku, marehemu aliingiliwa na watu wasiojulikana na kumuua ndani ya nyumba hiyo na kisha kuviringisha mwili wake na shuka na kumficha uvunguni mwa kitanda, ambapo baada ya siku kadhaa kifo chake kikajulikana na alizikwa katika makaburi ya Kwa Kondo eneo la Bahari Beach jijini Dar es Salaam. Kutokana na kifo cha marehemu kuvuta hisia za watu mbalimbali, jeshi la polisi walifanikiwa kufanya kazi yao, ambapo washtakiwa hao ambao ni watoto watatu wa kiume wa familia hiyo ambao ni Robert Bugahisa, Richard Bugahisa na Godfrey Bugahisa wamefikishwa katika mahakama hiyo, ambapo kesi hiyo ya mauaji imesomwa mbele ya Mheshimiwa Hakimu Anifa Mwingira, ambapo washtakiwa hao hawakuruhusiwa kujibu lolote kwani mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza mashauri ya mauaji. Upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa upelelezi bado unaendelea, hivyo shauri hilo limepangwa tena kutajwa tarehe 26 Agosti mwaka 2016. Mtazamaji, ni mahakama ya wilaya ya Kinondoni ambapo washtakiwa watatu wa familia moja wamefikishwa katika mahakama hii. Ni watoto wa familia moja, baba mmoja, mama mmoja, ambao wanadaiwa kuhusika na kifo cha marehemu Selina Steven Bugahisa kwa madai ya kuzungumza swala la urithi wa nyumba. Lakini kwa kuwa swala hili sasa limefika katika vyombo vya sheria, tusubiri tuone sheria inafuata mkondo wake. Kutoka katika mahakama ya wilaya Kinondoni jijini Dar es Salaam, Sam Maela, ITV.